Kiutaratibu wa kawaida serikali kuleta sehemu fedha ujenzi wa daraja bilioni 24 huwa inategemea na mwitikio wa kiuchumi pia, lakini rais wetu akaona upendo wake akatuletea fedha hii. Ingekuwa utaratibu wa kawaida wangekuja wataalamu hapa waangalie gari zinazopita na zinazotoka ndio daraja lije, kwamba lazima serikali ijiridhishe kwamba kweli hapa magari yanayopita yatakuwa na mchango mkubwa kwenye uchumi wa nchi yetu. Lakini kwa mapenzi yake na maombi yetu tukasema kwamba tumuombe Mheshimiwa Rais ndo akaridhia kuleta fedha hii. Lakini eneo hili lina changamoto nyingi. Ukiachana na daraja hili, wananchi hapa kwa muda mrefu hawakuwa na shule ya msingi ya hapa. Kwa hiyo watoto wanasafiri mbali mrefu kufata elimu ya msingi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais pia hilo tulimuomba na akaridhia. Kwa hiyo ina maana hapa Pambe tunajenga shule ya msingi na tumekusha tuma fedha milioni 300 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya msingi hapa mbele. Nikasema hili nilizungumze pia ili mwenyekiti ulijue, kwa sababu hili pia ni la kwako. Maana ilani tunayotekeleza hii ni ya kwako ukiwa wewe msaidizi wa karibu na Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wa jumuiya hii ya UWT. Kwa hiyo nikasema tulieleze hili, tunategemea kuanza ujenzi wa shule na fedha imeshatumwa kwenye akaunti ya mkurugenzi na tutaanza hivi karibuni kujenga shule ya msingi hapa hapa. Kwa hiyo wananchi watoto wao watasoma hapa hapa bila kwenda mbali. Piga makofi jamani. Pamoja na shule hii ya msingi, eneo hili kuelekea makao makuu ya kata ilipo shule ya sekondari ya Mkongo, ndio miongoni mwa shule nilizozitaja pale za awali nilizozikuta mimi. Nilikuta shule 4 tu za sekondari. Hasa katika shule hizo tuna shule yetu moja ya sekondari ya Mkongo ambayo ina historia ndefu sana. Ni moja tu. Sasa eneo hili lina watu wengi sana. Kwa hiyo tuliona kwamba kuna kijiji kimoja utakutana nacho hapo kinaitwa kijiji cha Rue. Kwa muda mrefu sana walitamani pia wapate shule ya sekondari, kwa sababu kusafiri kwenda kule shule ya sekondari ya Mkongo kuna umbali mrefu kidogo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais akaridhia, ametoa pia fedha za ujenzi wa shule ya sekondari ya Rue. Na ujenzi umeshaanza, sio kama tunasubiri fedha. Ujenzi hivi tunapozungumza ujenzi unaendelea. Kwa hiyo nisema na hili pia tulisema. Ikisha kuwa shule imejengwa, watoto waende shule. Watoto wote waende shule. Lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata elimu. Alafu baadaye huko aweze kujitegemea mwenyewe, au sio ndugu zangu? Maana sasa hivi swala la elimu, mfumo wa elimu umebadilika. Mtoto anaenda anasoma darasani, lakini kuna mambo ya ufundi, kuna nini, mtu akitoka anaenda kujitegemea kiuchumi. Kwa hiyo ni vizuri wazazi wenzangu, itakapojengwa shule, kila mtoto kuanzia mtoto yule chekechea aende shule, mhimiza aende shule, na watoto wengine wale ambao wanasoma sijui maeneo mengine, shule ikishakuwa imefunguliwa hapa, wale ambao watarudi kuja kusoma hapa, ni vizuri mkasimama pamoja na serikali kuhakikisha kwamba watoto wenu wanakwenda shule. Shukuru Mama Samia, tunamshukuru diwani wetu Mheshimiwa Mwilani na Mheshimiwa Nchengerwa kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Hawa kama tutawatenga, tutawasaliti, Mungu atatupiga laana. Kweli leo uko hapo. Kama viongozi wote walikuwa waliotawala kipindi hiko wangeweza kufanya kama wanavyofanya hawa, basi nadhani sasa hivi ingekuwa kama Ulaya hapa hivi. Nawapongeza kwa moyo wa dhati, sio kwa porojo. Na napongeza hata Mwenyezi Mungu atanisikia kwa hiki ninachokiongea. Na nadhani kwamba matumaini yetu kwamba tunamwombea dua Mheshimiwa Mama Samia, tunamwombea dua Mheshimiwa diwani wetu na mbunge